لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسول الله سيد ولد آدم على الإطلاق، خير من رقب البراق وتمم مكارم الأخلاق. صلوا عليه الله ربنا ثم سلم، وعلى آله وأصحابه مصابيه الغرر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، خطبتنا اليوم عنوانها يقول: حق الحياة وحرمة الدماء. Ndugu zangu katika imani, hakika ya maisha yana thamani. Hakika ya maisha yana thamani. Bali leo ni wangapi katika sisi viumbe vya Allah tabaraka wa taala, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuzingatia inwani kama hii: haqqul hayati wa hurmati ad-dima. Ni haki ya wanadamu kupata amani, bali ni haki na heshima ya damu kuheshimiwa. Ni wachache sana wametambua. Angalia leo katika nchi yetu ya Kenya namna ambavyo kwamba fitna kwa namna moja ama nyingine. Lakini ni mwanadamu gani katika sisi, awe Muislamu asiwe Muislamu, awe serikalini asiwe serikalini, tuliweza vipi kuiangalia haki ya amani na heshima ya damu ya mwanadamu? Je, tumeweza kufahamu ya kwamba mwanadamu yoyote atakavyokuwa, kainan man kana, awe pale mahali atakapokuwa, ni haki yake apate amani? Na hivi je, tumeweza kugundua ya kwamba damu ni haki, bali ni heshima, damu iheshimiwe, aidha ni ya mnyama aidha ni ya mwanadamu? Lakini ndugu zangu katika imani, leo Allah tabaraka wa taala kukujalia wewe ni Muislamu na akakuonyesha wewe Muislamu ya kwamba mimi Allah tabaraka wa taala nimepanga sheria. Sheria hii kwa mwanadamu ambaye ni wewe Muislamu na asiyekuwa Muislamu, nyote wanadamu Allah amewekea sheria. Bali Allah akawekea na wanyama sheria. Kwa nini Allah ameweka sheria? Sheria kama hii imlinde mwanadamu na hayawani. Allah tabaraka wa taala akuonyesha wewe basi Muislamu ya kwamba maisha tunavyoyaona ya namna yalivyo, kila mmoja aitafute amani ya roho yake na amani ya mwanadamu wenzake. Kila mwanadamu Allah tabaraka wa taala anamtaka mwanadamu aitafute amani yake na amtafutie mwanadamu mwenzake amani, na yule mwenzake akiwa ni Muislamu na akiwa si Muislamu. Bali Allah tabaraka wa taala kwenye heshima hiyo akaiweka sheria hiyo yake, akamwambia Muislamu na asiyekuwa Muislamu heshima ya damu. Aidha wewe ni mnyama, aidha wewe ni binadamu, heshima ya damu. Ahibati fillah, thamani ya amani ni wanadamu wangapi waliweza kuizingatia? Tuliwahi kuona vurugu? Bado hatujawahi kuona vurugu. Tembeeni na mwatafute wale ambaye kwamba walipatwa na vurugu. Nakumbuka kipindi cha nyuma nimemaliza thanawia katika mji wa Malindi, nikasafiri kwenda Afrika Kusini kuendelea kwa masomo ya ilmu ya dini ya Kiislamu. Xenophobia iliyotokea South Africa, mimi nilikuwa katika mji wa South Africa. Leo tumekosa kuiona amani hapa, tunatafuta vurugu. Tunaijua vurugu ilivyo.
lakini Allah tabaraka wa taala akwambia wewe mwanadamu, muislamu na usiyekuwa muislamu, aingie katika sura ambazo kwamba ziko ndani ya Qur'ani, kitabu kitakatifu. Allah atakuonyesha namna mnyama anavyojua thamani. Vipi mwanadamu alikosa kuijua thamani? Namna Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wassalam anatembea yeye na jeshi lake, hata idha atau ala wadi an-naml, mpaka alipofika katika wangwa wa wadudu sisimizi chungu. Qalat namlat, mdudu sisimizi tena wa kike akatoa maneno kuambia chungu wenzi wake, ya ayuha namlu dukhulu masakinakum, enyi kongamano la chungu wenzangu, ingieni kwenye mashimo yenu, ingieni katika maeneo amani yenu. La yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allahu akbar. Qalat, alipotaka kusema mdudu sisimizi tena wa kike, female one, ya ayuha namlu dukhulu masakinakum, enyi chungu wenzangu, enyi sisimizi wenzangu, ingieni katika mashimo yenu, katika mapango yenu, ili mwende mkaitafute amani. La yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, sije akawaja kanyageni Suleiman na jeshi lake ikiwa yeye hana habari hiyo. Mdudu sisimizi anamshinda mwanadamu leo aliyoko Kenya. Mdudu sisimizi anawaambia wenzi wake tuitafuteni amani, lakini mwenye ambaye atatuvuruga na kutukanyaga itakuwa yeye hajui kama kuna sisimizi hapa, sisi tunakwenda kuzitafuta wenyewe. Allahu akbar. Sisi tunakwenda kuzitafuta wenyewe. Ikiwa leo tunaweza kukejeli, tukakejeli kiongozi wa nchi kwamba kiongozi wa nchi ni mwizi, leo ni maduka mangapi yameibiwa jirani yetu hapa? Na ni maduka mangapi yameibiwa? Leo ni askari wangapi wameweza kupigwa? Ikiwa ndio walinzi wa nchi hii kuilinda amani, lakini sisi tukajifunga kule kwamba Allah amempangia mwanadamu na mnyama sheria ili imlinde yeye, sisi tukamwona tutavuruga, tukamkejeli kiongozi wa nchi ni mwizi, ni jambazi, na tulioyafanya sisi Jumatano ni yapi? Ila man rahimallah. Ni wangapi katika wanabiashara leo wanalia, bali unamwona mama ambaye si Muislamu amepiga goti akimlingania Mungu wake kwa yale yaliyomfika katika mitihani. Ikiwa ni mimi na wewe jirani ndio tulichukua simu zile, hali zetu zitakuwa namna gani? Mbona tulishindwa kupeana amani sisi kwa sisi, ndugu zangu Waislamu? Bali la zaidi, katika Jumatano hii ya juzi, katika social media unaona mpaka Waislamu wanajichukua selfie, wengine wake kwa waume, wanaingia mitaani na barabarani na kelele, wakati mdudu sisimizi anamwambia mwenzi wake ingieni katika mashimo yenu. Ikiwa mdudu sisimizi anatuonyesha thamani ya amani, tumeshindwa kuelewa. Sote tunajua ndege. Mwangalieni ndege pindi anapotaka kutengeneza kioto chake, kutaka kuzaa, anatafuta mti ambaye kwamba ni mrefu kabisa, anakwenda kutaga huko juu. Lakini mwanadamu ambaye kwamba yeye amejaa na diploma na degree na PhD, akaingia barabarani kutafuta vurugu. Kati ya mwanadamu na mnyama, nani ni mwenye akili? Ungajiona una akili lakini hauna akili. Ni mwandazimu uliokosa maarifa. Leo hatujijua thamani katika nchi yetu. Lakini vipi tuliweza kumshtumu na maneno na iwe ni ya kweli? Turudini katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, bali turudini katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa kweli tunayataka vurugu. Mada qala al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, ولم ينقصوا المقيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة مؤنة وجور السلطان عليه. Tunaingia fujo tu barabarani, ziso na misingi, zisoenda shule wala zisoenda dobi zikatakata.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abdullah ibn Umar, khamsun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Mambo matano, shari tano, dhambi tano zitakapofika kwenye umma wangu, na namuomba Allah tabaraka wa taala zisiwafikieni nyie sahaba zangu. Katika hizi dhambi tano ama maovu haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika kwenye kifungu kinachosema walam yanqusul miqyala wal mizan. Pindi wanadamu watakapofika katika hali ya kupunjana na kuibiana katika mizani zao za biashara, na wakafanya ukora ndani yake, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atawapatia mambo matatu kwa mara moja. Allah tabaraka wa taala atawapatia ugumu wa maisha. Allah tabaraka wa taala atawapatia kuongezwa kwa bei ya vitu na nafaka zao, bali Allah tabaraka wa taala atawaletea kiongozi ambaye kwamba ni jeuri, hatambui. Lakini pindi sisi tutakapofanya maovu, Allah ametutangulia, Mtume alitutangulia sisi. Ni wangapi leo katika wanabiashara tunadhulumiana, Waislamu na wasiokuwa Waislamu? Ni wangapi leo tunapunjana katika biashara zetu? Lakini ni ukosefu wa adabu, kutomheshimu Allah na sheria Allah alizoziweka. Baada yake tukaweza kudhulumiana sisi kwa sisi. Allah alisema nitawaleteeni mwenye kuwatia adabu, naye atakuwa kama nyinyi. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka taala alimleta Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu. Mtume ambaye kwamba alikuja kukanya kutomwaga damu, alikuja kukanya kutochukuliana haki zetu, alikuja kukanya kutovurugiana heshima zetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, na simbali wiki kadhaa nyuma ama mwezi uliopita tuliyaweka haya wazi, aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam pindi aliposimama katika viwanja vya Arafa, akawauliza Waislamu, ayuhan nas, enyi wanadamu. Hapa ni wale waliokuwa katika viwanja vya Arafa ama mlima wa Arafa. Hapa inawahusu leo wako Masjidi Haqqani. Hapa inawahusu wale wanaokwenda kutafuta faudha Jumatano, waliokwenda kutafuta faudha fujo. Hapa inawagusa mpaka wale watakuja baada ya sisi kuondoka. Ayuhan nasu, enyi wanadamu, isma'u qawli, nisikilizeni maneno yangu. Uslub istifhamu tashwiq, kwa wale wasomi wa balagha. Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza na wanadamu wote waliokuwa kipindi kile 1,045 ama 1,025 kama riwaya zilivyokuja tofauti, na sisi wanadamu sote kwa jumla. Mtume anazungumza na wanadamu wote, walio Waislamu na wasio Waislamu. Mtume anasema ayuhan nas, enyi wanadamu, isma'u qawli, nisikilizeni maneno yangu. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza suala la kwanza kuuliza masahaba, ayu yawmin hadha, ni siku gani hii ya leo? Masahaba walikuwa na tabia yao tofauti na sisi Waislamu leo tofauti. Masahaba hata ikiwa wanajua jambo hawasemi mbele ya Mtume, wanajua, walikuwa wakisema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na Mtume wake ndio wanajua. Lakini leo sote ila marahimullah, sote mashaka. Mtume akauliza ay yawmin hadha, ni siku gani hii? Wakasema Mwenyezi Mungu na Mtume wake anajua. Alaysa yawmun nahr, Mtume akawaambieni hii sio siku ya kuchinja leo, sio siku ya Eid kwenu leo. Akauliza suala la pili Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu baladin hadha, ni mji gani huu ambaye kwamba tuko leo? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Mungu na Mtume wake ndio wanajua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambieni, alaysa baladullahi alharam Makkah, hii sio mji mtakatifu Makkah? Masahaba wakasema naam ya Rasulullah. Akauliza suala la tatu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu shahrin hadha, ni mwezi gani huu leo mlioko ndani yake enyi wanadamu?
Wakajibu masahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtume akawaambia, alaysa shahru dhulhijja, sio mwezi wa dhulhijja? Wakasema naam ya rasulullah, hapo hatujalenga sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawageukia tena akawaambia, ayuha nas, enyi wanadamu, isma'u qawli, nisikilizeni maneno yangu, la'alli la alqakum ba'da yawmi hadha, huenda nisipatikaniwe tena baada ya siku ya leo, pengine hii ndio siku yangu ya mwisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno mazito anayokwenda kuyatoa, ni waislamu gani ambao kwamba wako tayari kumsikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam? Bali ni wanadamu gani ambao kwamba wako tayari kumsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ni mazito gani Rasulullah anataka kuambia wanadamu? Kama alivyouliza mambo matatu au masuala tatu: siku gani, mji gani, mwezi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatanguliza na mengine matatu, akasema, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha. Wanadamu, msikilizeni Mtume, ishi mtakavyoishi, lakini hamwezi kupona katika ardhi hii isipokuwa ni lazima mumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ambaye kwamba waislamu wanasikia Mtume anatajwa na wote wamenyamaza kama bubu, hawamswali Rasulullah. Lakini Mtume akasema, inna dima'akum, anaanza kuzungumza damu na kuionyesha thamani na heshima ya damu, akisema inna dima'akum, hakika ya damu yenu. Wanadamu wachunge na uheshimu damu. Vipi muliweza kutangaza na mkasema katika vyombo vya habari na social media ya kwamba tutafanya maandamano ya amani, mwisho mnatafuta serikali na mnawarusha mawe? Ni maskari wangapi walipigwa kwa idhlali katika vyombo vya habari? Nchi jirani atakapoingia hapa na kuvamia, tuko tayari? Ikiwa tuko tayari kuwapiga viongozi wetu na walinzi wa nchi yetu, kutothamini amani ya kumpa amani mwenzetu, awe Muislamu asiyokuwa Muislamu. Muislamu ni haki ampate amani mwenzake na jirani yake na ndugu yake, awe Muislamu asiyo Muislamu, awe askari asiyo askari, shauri yake. Amani uliwahi kumpa? Lini tuliwahi kuvamiwa? Lini nchi iliwahi kutekwa? Lakini wale wanaolinda nchi kama hii tukaweza kuwavamia wao, kwa tukaweza kujadiliana na wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna dima'akum, hakika ya damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu, haramun alaykum, ni haramu juu yenu. Leo vipi tunamwagana damu nchi moja? Hata iwe wewe ni Lutu na yule ni John, mbona unamwaga damu? Vipi leo tunachukuliana haki zetu? Wewe unaingia barabarani kutaka haki yako na unaangalia milango ya watu, unavunja, unachukua vitu vya watu. Yule uliyemchukulia kesho siku ya kiyama akisimama, ya Allah, huyu ndio alinichukulia haki yangu, itakuwaje siku ya kiyama? Ndugu yangu, tuliwahi kuzingatia amani na tuliwahi kuzingatia heshima ya damu ya mwenzako, hata kama sio dini mwenzako? Sisi tunaingia tunafaudha bila ya ilmu. Lengo, point ni kwamba huyu bwana si kiongozi bwana. Je, wewe kwa yale ambayo kwamba Allah amekuamrisha unayofanya? Ikiwa moja miongoni mwa watano, kama hadithi nilivyotangulia kusema, Abdullah ibn Umar anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, khamsun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, mambo matano, maovu matano, na naomba Allah asiwadirikanishe ama asiwakutanishe na hayo matano. Mmoja akasema, walam yanqusul miqyana wal mizan, pindi waislamu na wasiokuwa waislamu, wenye nchi kwa jumla, watadhulumiana katika scales zao, hata tape measure nayo pia ni katika vipimo. Ni wangapi wauzaji mbao wanadhulumiana? Ni wangapi wauzaji maharage na vinginevyo wanadhulumiana?
kudhulumiana. Allah tabarak wa taala amleta mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume anasema pindi wenye umji watakapodhulumiana katika hizi mizani zao, basi Allah tabarak wa taala atawaletea ugumu wa maisha, vitu kupanda bei. Bali haitoshi, atawaleteeni na kiongozi ama mfalme jeuri. Tunajiona sisi wajeuri, Allah akamchagua amlete hapa kututia sisi adabu, ila marahimullah. Lakini tusiingie kwa faudha na fujo kwenda kwa lengo kuiba. Vipi wewe umeweza kushindwa na mdudu sisimizi, wakati mdudu sisimizi anamwambia wenzake, qalat ya ayuhan namlat udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junudu wa hum la yash'urun. Lakini mimi na wewe, kesho ndio imetangazwa ni siku yenyewe ya kuingia barabarani. Mwenye panga akaweza kushapen panga lake, mwenye kisu akaweza kushapen kisu chake, mwenye mawe akatafuta gunia la kubeba mawe yake. Tunakosa amani katika nchi ya Kenya kwa sababu gani? Tuko tayari kumwaga na damu kwa sababu gani? Uliweza kuthamini heshima ya mwenzako, amani ya mwenzako, mali ya mwenzako, damu ya mwenzako, awe Muislamu asiwe Muislamu, as long ameishi na wewe vizuri. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akawauliza sahaba zake, ala hal balaght, nimewafikishieni dini kiukamilifu? Wakasema naam, umetufikishia ya Rasulullah. Vipi sijasikia umetufikishia ya Rasulullah? Kad ballaghta wa ataita wa nasahta. Alinyosha kidole chake miguuni akamwambia Mwenyezi Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, shuhudia hakika yangu mimi nimewafikishia hawa. Kisha mtume akazunguka kuambia masahaba zake, nikiondoka duniani msilete faudha nyinyi kwa nyinyi, fujo nyinyi kwa nyinyi, msiletane nyinyi kwa nyinyi. Leo sisi ndio viongozi wa wale wasiokuwa sisi, na tukatoka Lot Ahmad Muhammad tukaenda kupeleka faudha nje. Ndugu zangu katika imani, tukienda kwa haraka, Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi iko kwenye Sahih Bukhari akisema, man hamala alaina silaha falaysa minna, yoyote ambaye kwamba amebeba silaha yake ametoka kwa lengo la kumjeruhi mwenzi wake, kwa lengo la kumjeruhi ndugu yake, kisa na maana labda yule yuko mbele, kisa na maana labda maisha yake yako mengine, basi falaysa minna. Wangapi waliweza kutoka na silaha kwenda kuvunja biashara za watu na wakachukua vya kuchukua? Yule mwenye biashara alikosa amani. Billahi alaikum, na wapani kadhia iliyotoka hapa katika mji wa Kitengela, hamuna habari. Wengi katika sisi habari zetu waangalie leo msikitini nani ametoa khutba, umesikia ile ndio zetu. Tukaweza kutoka na CCTV zetu tukaenda kupeleka kelele zetu nje na umbea wetu na mushene zetu. Baadhi ya wanaume wakawa wamekaa kama wanadada, lakini hawaangalia yale yanayozungumzwa katika mimbari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini naifuatilia maeneo haya Kitengela kadhia za Waislamu na wasio Waislamu, mimi na nashuhudia kwa Allah, yupo Muislamu ambaye kwamba amepewa premises bonge la ghorofa hapa katika mji wa Kitengela, na asiyekuwa Muislamu wakati wa Jumanne usiku anamfuata, anamwambia niko na wasimamizi wangu kiateka nani na nani, lakini nimeonelea kesho nimtafute Muislamu nimpatie jumba langu ili la ghorofa nilindie. Liko na wapangaji halina maduka, lakini nataka Muislamu anilindie. Unaweza kunitafutia moja? Akatafutiwa na Muislamu yule akapewa nyumba kama ile. Aliifanya kazi kama alivyomwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina shababul muslimina fi hadha albalad, wako wapi vijana wa Kiislamu katika mji huu wakaifanya kazi kama huyu Muislamu alofanya juzi? Na mnaswali naye hapa Kitengela katika Masjid Hakani. Asiyekuwa Muislamu aliona ya kwamba wacha nimtafute Muislamu anilindie nyumba yangu siku ya Jumatano. Leo wewe unaenda kumrushia jiwe Muislamu wenzako, tena labda ni kiongozi, tena labda ni askari. Kwa lugha ukisema wote wamoja kina nani? Bwana ulishindwa kumpa amani yake, ukawa tayari kumwaga damu Muislamu wenzako hata kama ameshika silaha, amekunyoshea silaha. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam
asema katika hadithi nyingine iliyo sahihi, man amana rajulan ala dinihi faqatalahu fa inni bari'un minhu, yoyote yule ambaye kwamba ataleta fujo, ataleta balaa na mwenzi wake, na baada kuleta balaa na yule mwenzi wake ikawa ni mtu amekaa naye kwa amani na heshima na taadhima, lakini vurugu kama ile ikatokea, akapambana na yule mtu mpaka akamua, walau kana al-maqtulu kafiran, hata yule alioliwa ni kafiri, lakini wewe Muislamu umekaa na ndugu yako, ama wewe Muislamu umekaa na jirani yako ambaye kwamba si Muislamu, kwa amani na heshima na taadhima, lakini ukafanya vya kufanya na ukamjeruhi mpaka ukamua, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi niko mbali na yule Muislamu. Yule aliyeua niko mbali na yeye, hata kama amemuua mtu ambaye kwamba ni kafiri, niko mbali na Muislamu. Mbona leo Waislamu tunaingia katika barabara na maselfie tukijichukua, ila aina tadhhabun? Mbona tunashindwa na mdudu sisimizi? Lakini haya yote ndugu zangu katika imani ni vitu viwili ndio vilosababisha. Ikiwa sisi Waislamu leo tuko mbele kwenye faudha kama hizi na fujo kama hizi na kumwaga damu kinamna hii na ukosefu wa amani kinamna hii, Muislamu yoyote akishiriki ni mambo mawili alimfuata ndio akafika hapo. Ama jambo la kwanza, alikosa qanaa ya roho yake kwenye misongamano kama hii, akijua kutavunjwa wa kuvunjwa na yeye atapitisha mkono wake. Ama suala la pili ni qillatu ilmu, imekosekaniwa elimu kwenye bongo ya Muislamu kama huyo. Muislamu kwake ni haramu kuandamana, bidalilin kamil, Muislamu ni haramu, si mila yetu ya Kiislamu. Lakini leo Muislamu aliandamana kwa kipi? Muislamu huyo ambaye anaandamana na kuambia tutaka haki yetu, one time, amevaa kofia kama Shakhlot, anakwambia one time, yeye ndio mkulaji riba mkubwa, yeye ndio tapeli mkubwa, yeye ndio habithi al-amal, yeye ndio mwenye kuchafua mabibi za watu, yeye ndio mwenye kuchafua vijana vya watu, yeye ndio munafiki mkubwa, yeye ndio yote amekusanya, alafu anakwambia one time. Tatoka tu? Hapana. Wala miyanqusul miqyala wal mizan. Hii ni adhabu iliyotoka kwa Allah na iambia Kenya mzima. Endapo tutakunjana na kudhulumiana katika biashara zetu, illa ukhidhu bisinin wa shiddatu mu'na wa jawru sultanin alayhim, ingine status billahi alaykum, ingine tukapunjana, tukadhulumiana, tukadanganyana kwa kuibiana mali yetu. Leo Allah tabaraka wa taala, na haikuanza leo, imeanza kitambo. Allah katika nchi yetu ya Kenya amepandisha vitu. Allah katika nchi yetu ya Kenya ametupatia ugumu wa maisha. Leo ni mzazi gani ambaye kwamba amepata amani ya kulea watoto wake? Ni mzazi gani? Iwe unaishi katika nyumba ya kukodisha, iwe unaishi katika nyumba yako, hujapata amani. Ukigeuka huku umefinywa na tax, ukigeuka huku umefinywa na school fees, ukigeuka huku na kile na huku na kile. Sababu ni nini? Kila mmoja arudi nyuma, bali insanu ala nafsihi basira. Lakini kule kwamba tumeikata elimu ya dini yetu ya Kiislamu na tumewakata viongozi wa dini yetu ya Kiislamu, basi ndio tumefika hapa tulipofika. Mwisho wa kwisha nafika paka wakati paka Muislamu na Muislamu mwenzi wake wanakoseshana amani. Muislamu na Muislamu mwenzi wake wanawekeana wanted. Muislamu na Muislamu mwenzi wake wanawekeana chuki. Ndugu zangu katika imani, nimepigiwa simu juzi, wiki mbili zilizopita. Amefariki mwanamke wa Kiislamu, na yake atajua mwenyewe, namalizia hotuba yangu. Amefariki, na walioweza kutoa habari zile wanasema huyu mwanamke kifo chake kilikuwa ni kizito mno, na kuonyesha kwamba kifo chake ni kimzito hivi. Na watoa nje ya mada ya hotuba yetu ya leo kidogo, na wengi tuko kwenye kosa hili japo sio hotuba yetu ya leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alithibitishiwa na malakul maut ya kwamba pale malakul maut alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alipomwambia malakul maut, naomba namna unapokuja kumtoa roho sahaba yangu huyu,
mtoe kwa umakini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibiwa na malakul maut kwamba usio na wasiwasi, na mimi namjua kila kiumbe cha Allah tabaraka wa taala, na mimi nampitia kila kiumbe cha Allah tabaraka wa taala 5 times a day. Ikifika fajr time, dhuhr, asr, maghrib na isha, wakati wa swala, malakul maut anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nampitia kila mja wa Allah tabaraka wa taala, kila muislamu. Aya ikiwa ni tariku swala, jipange na kama kula usikilize maneno haya. Mtume anaambiwa na malakul maut ya kwamba mimi kila baada ya sala ama kila wakati ukifika, kipindi kikifika, nampitia kila kiumbe wa Allah tabaraka wa taala ambaye ni msaliji wa sala 5, ambaye si msaliji. Hali yangu itakuwaje? Imekimiwa fajiri, imeadhiniwa, ikakimiwa na mimi ndio navuta blanket. Hali yangu itakuwaje? Dhuhuri time hapa jirani anakimu na mimi niko busy na pikipiki. Asri itakuwaje? Maghrib itakuwaje? Na isha itakuwaje? Lakini malakul maut asema kwa wale ambaye kwamba wanakiri swala za faradhi on time, basi hawatapata vurugu wakati wa mimi kuwatoa wao roho yao, kwani nawajua viumbe vya Allah. Na wale ambaye kwamba wanakataa kuswali, tutapatana siku ya mimi kuwatoa wao roho. Ni wangapi katika sisi hatuswali? Mbona tunasubiri mpaka to visit the grave? Huyu mwanamke alipata shida katika utoaji wa roho wake, lakini ameshafariki. Muislamu alitoa maneno, mimi nikifa nizikwe Kiislamu hivi na hivi. Imefika wakati hapa Kitengela kwa chuki zetu za peni mbili na nuru, anasimama kiongozi wa msikiti anasema kwamba huyo hataingia, huyo hatosaliwa hapa, na ikafungwa ghusl misikiti hapo chini Dar es Salaam. Na ikiota nizimia au nizimie dokea. Mimi kwa hisabu hivi sasa kwa umri wangu ni misikiti 12 nimebaniwa. Misikiti 12. Mengine paka kuletewa barua kutoka police station. I don't care. Hata hapa pia jelani ukimfukuza utajua wewe. Jelani hawezi kufukuza. Lakini imam anazungumza huyo hatosaliwa, si Muislamu kame. Matendo yake yalikuwa si matendo mazuri. Lakini ukimwangalia imam huyu wanampeleka kina nani? Watu ambao ni majahil murakkab. Unajua maana jahil murakkab? Full plus, not full plus. Wanampeleka imam, ndivyo wanapeleka jirani hapo wewe. Basi hiyo msikiti tunapeleka kwa namna hiyo. Mwanamke kama huyu tunamjengea roho na ikiwa yuko mbele za Mungu. Lakini dini yetu inatuambia sisi kwamba wa innamal a'mal bil khawatim. Hakika ya amali ya mja inachukuliwa mwisho. Tunamkosesha amani mpaka maiti. Wacha sisi kwa sisi tunakoseshana amani hapa. Tunapeana wanted hapa, tunakoseshana amani sisi kwa sisi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza katika hajjatul wada. Ananyimwa kuingia paka vurugu kina mama kuleta kesi ndio ikaweza kufunguliwa hosi na kaosho. Hivi ndivyo tunavyoishi Kitengela. Kila tueli. Baada la mwisho natafuta karatasi, nimeenda in court of prison. Wanipatie kibali na permit ya kuingia Kajiado County. Kuweza kuwaelea wale wafungwa ambao kwamba wametupwa, wametelekezwa. Sisi tukimbia kwenye misikiti tukutoa dawa, tunawasahau wengineo. Nikaulizwa na mmoja miongoni mwa wachifu ya kwamba unawajua nani katika wazee? Nikamwambia namjua fulani na fulani na fulani. Wote ni wazee na wengine wanajulikana serikalini. Cha ajabu mmoja katika wazee hawa anakwenda kumwambia yule chifu ya kwamba hapana, hata kama tunamjua lakini usimpatie bana. Huyu hana maana, niko tayari hata sasa hivi anaweza toka jangili amalize ile mbali. Mimi ni malize mbali. Kitengela yenu. Aina ma takunu yudrikumul maut. Popote utakapokuwa mauti itakufika, wala ukuntum fi burujin mushajjal. Lakini Muislamu anamwambia kafiri nani nje, mimi naambia nimekufuatilia lakini nimepata CV yako na status yako iko nzuri, good conduct yako najua, lakini isipokuwa nataka unipatie kama 15. Naambia licha 15 box. Kana karatasi yako. Nataka karatasi niende nikawaelewa wafungwa. Yawezekana haiwezekani baki, lakini Muislamu yupo tayari loot
Amaliza peke jangili, anichinjile mbali, alizungumza lugha nichinjwe mbali, kitengela hii last week imeapa. Umechukia sana. Lakini ikiwa umenichukia, mimi namwangalia Allah tabaraka wa taala, je, is Allah happy with me? If Allah is happy with me, kitengela mzima atamkichukia. Babi hawa neema. Amani. Umpe hata kama ni jirani yako alokaa naye kwa muda. Amani na heshima ya damu ziheshimiwe. Wallahi tutaulizwa siku ya kiyama. Yule uliyemjeruhi, yule uliyemchinja, yule aliyotoka roho yake kwa sababu ni yako, umetumia panga lako, umetumia kisu chako, umetumia nyundo, umetumia mawe, lakini roho yake ikatoka. Wallahi hadithi ya Mtume anasema siku ya kiyama yule aliyeuliwa atasimama, damu ikimbubujika, kimwambia Allah, ya Allah, muulize Lutu, huyo alinichinja kwa ajili gani? Wal iyad billah. Hali itakuwa namna gani siku hiyo, siku ya kiyama, siku ambayo kwamba hakuna advocate, hakuna prosecutor, hakuna jaji isipokuwa Allah. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Amani yetu iko namna gani? Heshima ya damu yetu iko namna gani? Allah tuonyeshe haki na tuwezeshe tuweze kuifuata. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal